shadidia kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Na kuulizeni, ikiwa Allah sababu ya kuharamisha kwake kuwaingilia wake zetu kwa sababu ya kuwa na hedhi ambao ni uchafu wa muda mfupi, vipi Allah aruhusu kuwaingilia wake zetu nyuma ambako masaa 222 na siku zote ni kuchafu tu? Illa ni nini ndugu zangu? Illa ni uchafu. Kwa nini Allah kakataza kuwaingilia wake zetu wanapokuwa katika hedhi? Kwa sababu ile hedhi ni uchafu. Je, nyuma hakuna uchafu? Ni haramu kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Na khutba yangu ya leo, kama ilivyo ada na kawaida yangu, itakuwa ina dondoo ya kwanza. Husema nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, harrama ityana almar'ati fi duburiha. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameharamisha kumwendea mwanamke kinyume na maumbile. Ameharamisha kumwingilia mwanamke katika tupu lake la nyuma. Dondoo ya pili inasema sababu nuzulil aya, sababu ya kushuka aya iliyosema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Wake zenu ni makonde yenu, ni mabustani yenu, ni mashamba yenu. Hivyo basi yaendeeni makonde yenu vyovyote mtakavyo, kwa namna yoyote mnayoitaka, kwa staili yoyote mnayoitaka. Aya hii sababu ya kushuka kwake nini? Ama nukta ya tatu inasema aqwalu ulamai ahli sunnati wal jamaa fi tahrimi ityani almar'ati fi duburiha. Nitakupeni dalili chache, aqwali chache katika aqwali kede, aqwali kem za maulama wa ahlu sunna wal jamaa, aqwali yenye kuharamisha kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Ama nukta ya 4 inasema aqwalu ulamai shia fi tahlili ityani nisai fi adbarihinna. Pia nitakupeni aqwali mbalimbali za wanawachuoni wa kishia wakihalalisha kabisa suala zima la kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Moja kwa moja nianze na hadithi aliyoipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 302. Hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Anas anatusimulia, Anas anatuhadithia, Anas anatuambia anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim, Mayahudi walikuwa wana desturi mbaya, Mayahudi walikuwa na tabia mbaya. Tabia gani hiyo? Mwanamke anapopata hedhi katika nyumba yao, wake zao wanapoingia ndani ya hedhi, lam yuakiluha. Cha kwanza walichokuwa wakifanya, hawali nao chakula, wanawatenga na kuwapakulia vyakula vyao nje ya nyumba zao.
la pili au cha pili, walam yujami'uhunna fil buyut, na walikuwa hawako tayari kuwaingilia ndani au katika majumba. Hilo likawastajabisha masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fasala ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama, masahaba wakamuuliza hilo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, hili likoje? Wakiingia katika hedhi, kipi tukifanye? Tuwatenge mazima mazima au tuchanganyike nao? Faanzala Allahu ta'ala, na hapo ndipo Allah alipoteremsha aya nambari 222 katika sura ya pili, suratul Baqara, aya inayosema wayasalunaka 'anil mahidi qul huwa adha, na watakuuliza na wanakuuliza ewe Muhammad, anil mahidi, masdarun mimi. Wako wanawachuoni waliosema almahidu maana yake lile eneo linalotoa hedhi, yani utupu wa mbele, na wako waliosema inakusudiwa hedhi, mwanamke anapoingia ndani ya hedhi. Na wanakuuliza ewe Muhammad, kutokana na wanawake pindi watakapoingia ndani ya hedhi, je, wawaingilie kama kawaida au wawatenge na kuwaweka nje ya majumba yao kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi? Allah akasema, qul, sema ewe Muhammad, waambie ewe Muhammad, huwa adha, hiyo hedhi ni uchafu mtupu, ni udhia mtupu, ni madhara matupu. Fa'tazilu nisaa fil mahid, hivyo basi jitengeni na wanawake pindi wanapokuwa katika hedhi, msiwaingilie pindi watakapokuwa katika hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, na wala msiwakaribie, msiwaingilie, msikutane nao kimwili hadi pale watakapotaharika. Faidha tatahharna, pindi watakapotaharika tu, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi hapo ruhusa muwaingilie katika pahala, piga mstari, katika pahala alipokuamrisheni Allah jalla fi'ala. Aya hii ndio ikawa ni jawabu ya masahaba walipotaka kujua wanachokifanya Mayahudi ndicho au sicho, baada ya aya kushuka na bwana mtume kuwasomea masahaba zake, piga mstari sasa, tega sikio sasa, niazime masikio ya moyo kabla ya masikio ya kichwa, msikilize mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, msafi wa wasafi, mstarabu wa wastarabu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia masahaba kwa munasaba wa aya hii, Allah hapo anachokukatazeni nyinyi Waislamu, wake zenu wakiingia ndani ya siku zao, ndani ya hedhi, msiwaingilie.
lakini changanyikeni nao kama kawaida, laleni nao katika kitanda kimoja, kuleni nao sahani moja, zungumzeni nao, kuweni nao kama kawaida, lakini msiwaingilie tu. Ndipo Bwana Mtume akasema, isna'u kulla shay'in illa nikah, wake zenu pindi watakapoingia ndani ya hedhi, fanyeni nao kila kitu kasoro msiwaingilie. Nini maana yake? Maana yake muwachezee, maana yake muwapapase, maana yake muwabusu, maana yake mustarehe nao kwa namna zote zile, kasoro msiwaingilie. Na hapa ndipo ulamau ahli sunnati wal jamaa wanatuambia ya kuwa laiti Qur'ani ingelikuwa imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile kama alivyodai jamaa yule, Qur'ani ingelisema msipate tabu, wanawake wana maeneo mawili, eneo la mbele na eneo la nyuma. Eneo la mbele likichafuka, qul huwa adha, waambie hapo sasa tayari pamekwisha kuwa ni pachafu, acheni sasa msikutane nao mbele, wageuzeni kama samaki, wageuzeni kama chapati, waingilieni kinyume na maumbile. Mbona aya haikusema hivyo? Na aya inajua wanaume tumeumbwa na matamanio makali. Wale wenye wake mmoja mmoja, wake zao wakiingia katika siku zao wanapataga tabu kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini asiseme nyinyi endeleeni na kila kitu, pakichafuka mbele nendeni nyuma kama kawaida? Mbona haikusema hivyo? Sikiliza sasa Anas anasemaje, fabalagha dhalika alyahuda, aya hii iliposhuka, hukumu hii iliposhuka, mafundisho hayo yaliposhuka, habari zikafika kwa Mayahudi. Habari zinasemaje? Waislamu wameruhusiwa kuchanganyika na wake zao, kucheza na wake zao, kucheka na wake zao, kula na wake zao, kulala na wake zao, lakini wamekatazwa wasiwaingilie pindi wanapokuwa katika siku zao. Mayahudi wakasema, faqalu ma yuridu hadha ar-rajulu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi. Huyu Muhammad hakuna anachokitaka katika mambo yetu ila ni kwenda kinyume na sisi. Hadithi hii ni miongoni mwa ahadithi zinazothibitisha ya kuwa Uislamu haujaruhusu kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Na laiti ingeliwaruhusu, ingelisema tu msiwaingilie wakati wa hedhi kwa sababu kule kumechafuka, waingilieni kule nyuma. Na ndipo ulamau ahli sunnati wal jamaa, pokea matirio wewe, pokea nondo wewe, pokea ilmu wewe. Sikiliza ulamau ahli sunna wal jamaa wanasemaje, idha kana Allahu harrama qurba almar'ati hina haidatiha linnajasati al'aridah, fama balu fi duburiha haithu an-najasa al-lazima au kama jaa. Ikiwa Allah amekataza kuwa ingilia wanawake katika tupu lile la halali, tupu lile la siku zote, Allah kawapiga stop wanaume wasiwaingilie wanawake kwa sababu tu kuna uchafu, tena uchafu wa muda. Atakuja kutaharika tu,
Vipi Allah awaruhusu wanaume wawaingilie wake zao katika tupu ya nyuma ambayo ina uchafu wa kudumu 24/7? Nanielewa? Ikiwa kule mbele kuna katazwa wakati mwanamke anapokuwa katika hedhi, na Qur'ani inasema msiwakurubie kwa sababu wapo katika uchafu, wapo katika najasa, wapo katika najis, vipi Qur'ani iruhusu nyuma ambako milele na milele ni uchafu kwenda mbele? Vipi? Tayeb, sasa nataka niendelee kukupa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla ya kukupa aqwali za maulama wa Kiislamu. Kwanza tumsikilize mwenyewe, baba lao, bwana wa manabii na mitume, kiongozi wa manabii na mitume, mwalimu wa walimu, kiongozi wa viongozi, imamu wa maimamu, shekhe wa mashekhe, alimu wa maulama, bingwa wa mabingwa, fundi wa mafundi, profesa wa maprofesa, na yesi mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza hadithi hii iliyopokelewa na marawi 10 katika ulamau ahli sunna wal jamaa. Ameipokea al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake kwa nambari 1924. Ameipokea al-Imamu Ahmad katika musnadi yake. Ameipokea al-Imamu Ahmad katika musnadi yake kwa nambari 21858. Ameipokea al-Imamu Shafi'i katika kitabu chake Musnadu Shafi'i bitartibi sanadi kwa nambari 90. Ameipokea al-Imamu al-Humaidi katika musnadi yake kwa nambari 440. Ameipokea al-Imamu an-Nasa'i katika Sunan al-Kubra kwa nambari 1080 kwa nambari 8933. Ameipokea al-Imamu al-Jarud katika al-Muntaqa kwa nambari 728. Ameipokea al-Imamu Ibn Hibban katika sahihi yake kwa nambari 4200. Ameipokea al-Imamu Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir kwa nambari 3716. Ameipokea al-Imamu Ibn Hazm katika al-Muhalla bil Athar juzu ya 9 ukurasa 221. Ameipokea Imamu al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra kwa nambari 1100 kwa nambari 14112 anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, inna allaha la yastahyi min alhaqi, hakika ya Allah haoni haya kusema haki, fala ta'tu nisaa fi adbarihinna, msiwaende wanawake katika tupu zao za nyuma. Hakika ya Allah haoni haya kusema haki, hivyo basi msiwaendee wanawake katika tupu zao za nyuma. Hayo ndio mafundisho ya Uislamu na hayo ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nini sababu sasa ya kushuka kwa aya hii? Aya iliyosema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni makonde yenu, fa'tu harthakum anna shi'tum, waendeeni, yaendeeni makonde yenu vyovyote mtakavyo na kwa namna yoyote mnayoitaka. Aya hii ilishuka kwa sababu gani? Al-Imamu al-Bukhari anapokea hadithi kwa nambari 4528 na Imamu Muslim anaipokea
kwa nambari 1435 anna yahudiyan qala, ya kwamba siku moja myahudi mmoja amesema, idha nakaha ar-rajulu imra'atahu mujabbiyatan kharaja waladuhu ahwal. Myahudi mmoja amedai siku moja ya kuwa mwanaume akimwendea mke wake katika staili ya nyuma, huku akiwa anakusudia tupu la mbele, akishika mimba, basi atazaa mtoto kengeza. Myahudi mmoja katika kupotosha alisikika akisema mwanaume akimjia mke wake kwa nyuma, katika staili ya nyuma, kwa ajili ya kumwendea mbele kupitia nyuma, akishika mimba atazaa mtoto kengeza. Ndipo Allah kashusha aya hii iliyosema, nisaukum harthul lakum, wake zenu ni makonde yenu, ni mabustani yenu, ni mashamba yenu. Hivyo basi yaendeeni makonde yenu, yaendeeni mashamba yenu kwa staili yoyote mtakayo. Qur'ani imekuja kuvunja hoja hii, itikadi hii ya Mayahudi. Ukimjia mke wako katika staili ya nyuma kwa minajili ya kumuingilia kwa mbele, akashika mimba, akashika ujauzito, basi hatozaa mtoto kengeza kwa sababu ya staili ile, bali watu wanazaliwa kwa maumbile tofauti tofauti kwa vile alivyowaumba Allah jalla fi'ala. Hii ndio ilikuwa sababu ya kushuka kwa aya hii. Njoo sasa ndugu yangu tuweze kuisoma aya kabla ya aya, maana mpotoshaji huyu amechukua aya nambari 223 Al-Baqarah na akachukua kipande kidogo sana, akaacha aya ya kwanza nambari 222. Msikize Allah anasemaje, wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wala تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah anasema wayasalunaka, na watakuuliza ewe Muhammad, anil mahidhi, kuhusiana na hedhi. Wake zao wakiwa katika hedhi wawaendee kama kawaida au wasiwaendee? Qul huwa adha, sema ewe Muhammad, huo ni uchafu, hiyo ni udhia. Fa'tazilu nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake pindi wanapokuwa katika hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, na wala msiwakurubie mpaka pale watakapotaharika. Fa idha tatahharna, na pindi watakapotaharika,
fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi waendeyeni, waingilieni katika pahala alipokuamrisheni Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, hakika ya Allah anawapenda wenye kutubia kwake. Wa yuhibbul mutatahhirin, na anawapenda wale wasafi wenye kujisafisha, wenye kujitaharisha na wenye kukaa mbali na uchafu. Aya hii ndani yake pana haya yafuatayo. La kwanza, aya hii imekataza kumwendea mwanamke katika tupu yake ya mbele, tupu ambayo ni halali kuiendea siku zote, miezi yote, miaka yote, isipokuwa tu pale atakapoingia katika siku zake. Na illa, sababu ya Allah kukataza pahala pamoja tu, sababu moja tu ikijitokeza, tusiwaingilie wanawake sehemu ya mbele, illa ni ile hedhi. Walhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, na siku zote hukmu huzunguka na illa yake na sababu yake katika kupatikana kwake au kukosekana kwake. Nini maana yake? Maana yake huo utupu wa mbele Allah kaharamisha kuusogelea, kuukaribia, kuingilia pindi anapokuwa katika hedhi, na akasema huo ni uchafu. Swali la kuulizeni, hawa jamaa zetu wanaoshadidia duburi, wanaoshadidia utupu wa nyuma, wanaoshadidia rivers, wanaoshadidia kuingilia wanawake kinyume na maumbile, na kuulizeni, ikiwa Allah sababu ya kuharamisha kwake kuwaingilia wake zetu kwa sababu ya kuwa na hedhi ambao ni uchafu wa muda mfupi, vipi Allah aruhusu kuwaingilia wake zetu nyuma ambako masaa 222 na siku zote ni kuchafu tu? Illa ni nini ndugu zangu? Illa ni uchafu. Kwa nini Allah kakataza kuwaingilia wake zetu wanapokuwa katika hedhi? Kwa sababu ile hedhi ni uchafu. Je, nyuma hakuna uchafu? Illa ni nini ndugu zangu? Illa, kwa nini Allah akataze kuwaingilia wake zetu mbele pindi wanapokuwa katika hedhi? Kwa sababu pana udhia, kwa sababu pana madhara, kwa sababu pana uchafu. Je, nyuma hakuna udhia? Je, nyuma hakuna madhara? Je, nyuma hakuna udhia? Je, nyuma hakuna uchafu? Hili ni la kwanza. La pili, aya hii imetaja neno la fa'tu kama ilivyotaja aya ya pili fa'tu. Hebu sikilizeni. Aya hii inasema faidha tatahharna, pindi wake zenu watakapotaharika, wakamaliza hedhi, wakatoharika, wakasafishika, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, hapo waendeyeni, waingilieni katika pahala alipokuamrisheni Allah. Mafhumu al-mukhalafa, kwa kuwa kuna pahala kaamrisha Allah, maana yake kuna pahala pia kakataza. Wa bidhiddiha tatabayyanu al-ashya'u, pindi watakapotaharika waendeyeni katika eneo ambalo Allah amekuamrisheni. Wapi?
katika tupu ya mbele. Ushahidi, aliwapiga stop hapo awali kwa sababu pana uchafu, akawaambia wakisha toharika sasa ruhusa waendeeni katika tupu ile ile ya mbele, na ndipo pahala alipokuamrisheni Allah. Kisha aya ikasema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni makonde yenu. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Wakezenu ni makonde yenu, wakezenu ni mabustani yenu, wakezenu ni mashamba yenu. Hivyo basi fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeyeni makonde yenu, yaendeyeni mashamba yenu, yaendeyeni mabustani yenu kwa staili yoyote mnayoitaka. Kwa nini kwa staili? Kwa namna na sio sehemu. Maana jamaa yangu amesema aya inasema fa'tu harthakum anna shi'tum, waendeyeni wake zenu. Pana tafsiri tatu. Moja ya tafsiri tatu akasema sehemu yoyote, kisha akatusaidia akasema kichwani, maskioni, puani, matundu yote ya garagazi, ametuambia hivyo. Sasa usahihi ukoje? Sasa usahihi uko hivi, wake zenu ni makonde yenu, basi yaendeyeni kwa namna, kwa staili yoyote mtakayo, na sio sehemu yoyote yenye matundu kama wanavyotafsiri hawa wapotoshaji. Ushahidi shekh, ushahidi kwa nini Allah kamuita mwanamke kuwa ni konde. Kwa nini katuambia wake zenu ni makonde yenu, wake zenu ni mashamba yenu? Kwa nini? Sote tunafahamu ya kuwa mwanamke hakuitwa shamba, hakuitwa konde, ila kwa sababu ni pahala pa kuzalisha mtoto. Mbegu anazo mwanaume, anazitupa katika konde lake, kisha mwanamke anaotesha kwa idhini ya Allah. Sasa nauliza, kati ya sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma, wapi panaweza kuzalisha mbegu? Wapi panapoweza kuzalisha mazao? Wapi panapoweza kuzalisha mtoto? Wapi? Huko nyuma, tia mbegu zako kadri ya uwezo wako, katu mpaka kiyama hautarajii kuvuna mazao wala mtoto. Wapi sasa? Ni kule mbele ambako Allah kasema wake zenu ni makonde yenu, ni mashamba yenu, yajieni mashamba yenu kwa staili yoyote mtakayo. Na aya hii imeshuka baada ya Mayahudi kupinga staili, wakasema mwanaume akimjia mkewe kwa staili ya nyuma, kwa makusudio ya mbele, akibeba ujauzito, basi mtoto wake atakuwa makengeza. Qur'ani ikashuka ikasema hapana, wake zenu ni makonde yenu, waingilieni kwa staili yoyote, hata staili ya nyuma kwa makusudio ya mbele. Na hata wakishika ujauzito, basi
hawatozaa watoto makengeza. Hilo la kwanza. La pili, twende aya nambari 187 Al-Baqara, sura ya pili. Hapo awali ndugu zangu, masahaba walikatazwa kuwaingilia wake zao mwezi mtukufu wa Ramadhan usiku. Wakawa wanapata tabu, hawaingilii wake zao usiku. Ramadhani yote mwezi mzima hakuna kumkaribia. Mchana ni funga, haram kumkaribia, na usiku pia ilikuwa haram kuwakaribia. Hilo likawa linawapa tabu masahaba, linawapa dhiki masahaba. Kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri na ruhusa gani aliyoitoa Allah jalla fi ula? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Kipi sasa kilichotokea? Yapi sasa yaliyojiri? Qur'ani tukufu ilisema nini ndugu zangu? Katika aya nambari 187 katika suratul Baqara, Qur'ani kaja na ruhusa baada ya kuwanyima kuwaingilia wake zao mwezi mzima wa Ramadhan, hata usiku waliharamishiwa. Allah kasema uhilla lakum الصيام الرفث إلى نسائكم. Hivi sasa mmehalalishiwa kukutana na wake zenu usiku wa Ramadhan. Hunna libasun lakum, wao ni mavazi kwenu nyinyi. Wa antum libasun lahunna, na nyinyi ni mavazi kwao. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah amekwisha jua ya kuwa mlikuwa mkijikhini nafsi zenu, mkipata tabu. Pale alipowapiga stop, hata usiku wa Ramadhani msiwakurubie. Kisha aya iliyofuata ikasema falana bashiruhunna, hivi sasa kutaneni nao kimwili. Wakati gani? Usiku wa Ramadhan. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, natafuteni kile alichokuandikieni Allah. Ulamau ahli sunna wal jamaa wanatuambia hapa Allah anakusudia tafuteni watoto ambao Allah amewaandikia. Falana bashiruhunna, hivi sasa kutaneni nao kimwili usiku wa Ramadhan. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, tafuteni watoto aliowaandikia Allah. Ndugu zangu, watoto wanatafutwa upande gani? Akili kichwani mwako. Na ndio maana Qur'ani ikawaita wanawake au ikawafananisha sawa na shamba. Na shamba ni pahala pa kupanda na pa kuvuna. Hata siku moja pahala pa nyuma huwezi kupapanda wala kupavuna, kuiita sehemu ya nyuma kuwa ni shamba. Njoo sasa ndugu yangu, sikiliza tafsiri chache, na kwa muda nitakatakata. Ulamau ahli sunna wal jamaa wametafsiri vipi kwanza aya ya pili? Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari katika tafsiri yake juzuu ya 3 ukurasa 376 hadi 377 hadi 378, pale alipokuwa kitafsiri aya ya Allah fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waendeeni wake zenu katika pahala, katika sehemu aliyo kuamrisheni Allah. Akasema ay minal qubuli la minad duburi, yani waingilieni katika pahala alipokuamrisheni Allah, yani pahala pa mbele na sio pahala pa nyuma. Na pia al-Imam Ibn Jarir At-Tabari akanuku قول يا صحابة عبد الله بن عباس نا تابعي مجاهد نا قتادة نا الربيع نا إبراهيم النخعي هاو وينجينني ما تابعين وكتفسيري يكوى
waendeeni katika pahala alipokuamrisheni Allah, wakasema ai fil farji, yani waendeeni katika pahala pembele, sehemu ya mbele. Al-Imam al-Qurtubi naye anasema katika tafsiri yake juzuu ya 3 kurasa 93 alipokuwa kitafsiri kauli ya Allah, fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeeni makonde yenu vyovyote mtakavyo, kwa namna yoyote mtakayo, yani kwa staili yoyote mtakayo. Al-Imam al-Qurtubi akasema ay min khalfin, yani waendeeni kwa staili zote, staili ya nyuma, lakini mkiwa mnakusudia kuipata utupu wa mbele. Wa min quddam, na pia muwaingilie kwa staili ya mbele. Wabarikatan, na pia muwaingilie hali ya kuwa umepiga magoti. Wa mustalqiyatan, na pia muwaingilie wakati wamelala chali. Mwana wa chuoni wa Kiislamu huyo al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake anasema, Allah aliposema waendeeni, yaendeeni mashamba yenu, waendeeni wake zenu vyovyote mtakavyo, akasema yani kwa staili zote. Mwisho akamalizia wa mutajiatan, pia muwaendee hali ya kuwa wamelala ubavu ubavu. Huu ndo Uislamu, wala msipotoshwe mkaambiwa Uislamu ni dini ya uchafu, Uislamu ni dini ya uhuni, Uislamu ni dini ya liwati. La wallah, Uislamu sio dini ya liwati, si kwa mwanamke, si kwa mwanaume. Haya matendo ni haramu kabisa. Msikiliza al-Imamu al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake mujalladi wa kwanza ukurasa 588 wakati ana tafsiri fa'tuhunna min haythu amara Allah, akasema fihi dalalatun ala tahrimi alwat'i fi ad-duburi. Allah aliposema waingilieni wake zenu katika pahala alipokuamrisheni Allah, anakusudia sehemu ya mbele na wala sio sehemu ya nyuma. Al-Imam Shanqiti anasema katika kitabu chake Al-Azbul Munir min majalis Shanqiti fi tafsir juzuu ya 3 kurasa 557 wakati ana tafsiri wake zenu ni makonde yenu, basi yajieni vyovyote mtakavyo, akasema wal ma'muru bi itiyanihi, na hapa Allah ameamrisha kuwajia wanawake katika pahala pa kuvuna ambako ni mbele. Wa ma'lumun anna mahalla harthi al-awladi al-qubul, wa ma'lumun anna mahalla harthi al-awladi laysa ad-dubur. Al-Imam Shanqiti anasema na inafahamika kabisa kabisa pahala pa kupanda mbegu sio nyuma, kama tulivyoambiwa na wapotoshaji hao. Al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake juzuu ya kwanza kurasa 291 amenukuu kauli ya mmoja katika wema waliopita, anasema Allah aliposema yaendeeni makonde yenu vyovyote mtakavyo, akasema inma huwa al-farju, hapo Allah kakusudia muwaingilie kwa mbele. Al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi anasema katika Siyaru A'lami Nubala juzuu ya 14 ukurasa 128 anasema qad تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء. حقيقة نبيلا يشاكا tumekwisha pata yaqini kwa njia mbalimbali ambazo haziwezi kukwepeka ya kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad juzuu ya 4 kurasa
240 anasema waqad dallatil ayatu ala tahrimil wat'i fi duburiha. Aya hii ya Qur'ani iliyosema waendeeni wake zenu pahala alipokuamrisheni Allah, maana yake Allah anaharamisha kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Ibn Abbas, mtoto wa ammi wa bwana mtume Muhammad, Ibn Abbas habru hadhihi al-umma wa turjumanu al-Qur'an, sahaba mkubwa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye alikuwa akisema fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeyeni makonde yenu vyovyote vile mtakavyo. Akasema fil farji, yani katika utupu wa mbele. Khutba yangu naomba nihitimishe, na baada ya khutba niendeleze ili kumaliza khutba hii. Wiki ijayo niishi na mambo ya Dhulhijja na masiku 10 bora. Nitalazimika Ijumaa ya leo kumaliza baada ya khutba na swala. Na hitimisha kwa angalizo lifuatalo. Nikwambieni Waislamu, msibabaishwe, msiyumbishwe. Kitendo hichi kichafu cha kuingilia wanawake kinyume cha maumbile sio kitendo cha Uislamu. Na laiti kitendo hichi kingelikuwa ni kitendo cha Uislamu, na laiti Qur'ani ingeliruhusu, na laiti Qur'ani ingeliruhusu, na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama zingeliruhusu, mngetusikia siku nyingi sana tukiliweka wazi. Sisi hatuna taqiya katika dini yetu, lakini tangia tunapata akili mpaka leo, tukisikia tunasikiaga wanaoshadidia jambo hili ambao hawa jamaa zetu. Hamjawahi kumsikia shekhe yoyote wa kisunni, na nileteeni klipu yake hata moja, nusu clip ya shekhe yoyote wa kisunni katika nchi hii na Afrika Mashariki akihalalisha kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Hii maana yake ni haramu. Huu ni mtindo wa wale ambao sasa hivi wamejitokeza live na wanasema hili limo katika Uislamu na sio katika dhehebu lao au dini yao. Hilo ni la Uislamu, anaitaka kutuhumu aituhumu Qur'an. Hili peke yake linakutosheni. Wanaolishadidia ndio mtindo wao, ndio mchezo wao mchafu. Sisi hatulishadidii, hatujawahi kulisema, kwa sababu tunaamini kwa asilimia zote hili ni haramu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Mwisho, Ijumaa 2 zilizopita nimetoa khutba kali sana kuhusu udhaifu wa Waislamu. Nikasema moja ya udhaifu wetu ni migogoro kuwa mengi baina yetu, makinzano kuwa mengi baina yetu, na mashekhe kubishana na kupigana radi. Naomba niliweke wazi kwa wale watakaodhani ya kuwa shekhe Ijumaa 2 zilizopita tu katuambia kwamba hayo tuyaweke pembeni, leo yeye karudi anashambulia. Kwanza, si shambuli. Pili, mimi si mtu wa ikhtilafu, na ndio maana hunikuti kwamba maisha yangu ni maisha ya radi tu, kuwajibu watu. Siko huko. Kwa nini? Kwa sababu mengi tunayobishania ni mambo ya furu, ni matawi katika dini na sio asili katika dini. Sio vitu vya nguzo, sio vitu vya fardhi. Tunabishana kwa vitu vidogo vidogo. Mimi nikaona nijiepushe kupoteza muda wangu kushadidia vitu ambavyo ni vidogo vidogo, na hata ukivipigia kelele hakuna aliyeamini kuwa hivi ataamini hivi, na hakuna atakayebadilika katika hilo. Lakini mimi nilivyo, mtu akijitokeza akamtukana Allah au akamtukana Mtume Muhammad au akaikosea Qur'an au akaitukana Qur'an
au akainajis Qur'an au akawatukana masahaba wa Mtume Muhammad au akawatukana watu wa nyumba ya bwana Mtume Muhammad, alu nabiyina Muhammad, alu baiti sayyidina Muhammad, mimi nitasimama mimbarini, kwa sababu hiyo sio vitu vidogo vidogo, hivyo ni vitu vikubwa. Lazima nipande mimbarini kuyakemea. Kwa hiyo ninachokifanya leo, nakemea maovu ya mtu mmoja aliyejitokeza hadharani akiisingizia Qur'ani, akiruhusu wanaume wawaingilia wake zao sehemu zozote, kichwani, puani, masikioni, katika tundu la nyuma, katika maumbile ya nyuma. Hao ndio mimi nakuja kuwashambulia. Tena baya zaidi, wanasema Qur'ani ndio iliyoruhusu, na kisha anasema hii aya ni mujmal, na akikusudia mujmal maana yake yahitaji urudi katika tafsiri mbalimbali. Lakini wakati huo anatumia aya hiyo hiyo kuhalalisha kuendea wanawake kinyume na maumbile, kwa kuwa mtu kapotosha mambo al-ma'lumu min ad-dini bid-darura, jambo kubwa katika dini lazima lisimame likemee. Na kuulizeni na hitimisha, hivi Wakristo wakisikia haya mafundisho kwamba jamani, Qur'ani imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, si tunajitukanisha, tunaukashifu Uislamu, tunautukanisha Uislamu, na pia hakuna atakayekubali kuja kwa Muislamu. Wamama watalia, watasema mwanangu, binti yangu usisilimu, Waislamu tabia zao chafu, wanawalawiti wanawake. Na ndio maana nimejitokeza kukemea, kwa sababu hili ni ovu, na Mtume kasema atakayeona miongoni mwenu ovu aliondoe kwa mkono wake, akishindwa kwa ulimi wake. Kwa maana hiyo niko vile niko stable, si mtu wa migogoro, si mtu wa radi za hovyo. Lakini mtu akiingia akaitukana Qur'an, akamtukana Allah, akamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawatukana masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawatukana watu wa nyumba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo kaingia katika 18 zangu. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana.